Bima Pub, urahisi wa maisha. Halmashauri ya wilaya Mlimba mwaka huu utapewa miradi 7, lakini pia utakuwa na thamani ya bilioni 2.6 ambazo zitapewa kuanzia hapa Idete mpaka Mgeta na mkesha wetu utakuwa pale Kolongo. Tukitangaza mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2025, mradi huu hadi kukamilika umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.92. Ujenzi wa daraja pekee umegharimu bilioni 1.3, ikiwa shilingi milioni 970.12 ni gharama za ujenzi wa daraja la chuma na shilingi milioni 366.67 ni gharama za ujenzi wa nguzo na kiasi cha shilingi milioni 589.45 ikiwa ni uimarishaji wa barabara. Daraja hili ni ukombozi mkubwa kwa sisi wananchi wa kata na Mawala, kijiji cha Kisegese na kijiji cha Chiwachiwa, kata ya Mbingu. Labda tutoshe tu kusema kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameazimia kujenga madaraja namna hii 6 katika jimbo la Mlimba, ikiwemo hili pale Chiwachiwa, pale Isago, pale Mpanga na pamoja Mfuji kule Masagati, lakini na Mbasa. Sasa hivi Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha, anakwenda kujenga madaraja mawili kwa awamu inayofuata, daraja la Mto Mbasa na daraja la Isago, na haya mengine yaliyobaki 3 anakwenda kukamilisha. Lakini kama itoshi, naomba nimalizie kwa kusema Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan mpaka sasa ameshatoa fedha kwa ajili ya ujenzi bilioni 167. Ujenzi wa barabara inayotoka Ifakara kwenda Mlimba mpaka pale Masagati kwenda pale Madeke mpakani mwa Njombe. Na sasa tunapozungumza tayari wakandarasi wawili wameshasaini mikataba, mmoja ameshata mitambo pale Boma Mzinga na Mawala, na hii tosha tukusema kwamba sisi wananchi wa Mlimba peleka salamu kwa Mheshimiwa Rais. Tumefika katika eneo hili la mradi wetu huo ujenzi wa daraja. Daraja hili kwa kweli lilikuwa hapo awali lilikuwa ni changamoto kubwa kwa wananchi wetu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Na kwa kweli tumejionea katika picha hapa daraja hili lilivyokuwa mwanzo, lakini pia tumepita kwa miguu daraja ambalo lilikuwa wananchi wetu wanatumia mwanzo juu ya kufanya harakati mbalimbali katika maeneo haya. Lakini kwa mapenzi alionayo Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na kushirikiana na viongozi wa serikali ya wilaya hii pamoja na halmashauri, leo hii tunajionea daraja la kisasa, daraja la kileo ambalo kila mwananchi anaweza kupita na harakati zetu za kimaendeleo zikawa zinaenda kufanyika. Mwenge wa Uhuru oye! Mwenge wa Uhuru safi! Na haya yote yanatokana na mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa eneo hili. Ombi langu ndugu wananchi, endeleeni kumunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuleta maendeleo mbalimbali ya ndani ya maeneo yenu. Kwa kweli hizi ni uzalendo na ni upendo ambao nyinyi mnauonesha kwake, lakini na yeye anauonesha kwenu. Ilikuwa mtu anatupa kero kubwa sana, hususani kuunganisha vijiji kati ya Kisegese na Chiwachiwa pamoja na watu wakazi wa Mbingu na aina mbalimbali. Kwa sasa ndugu zetu wengi sana wameliwa na mamba na wengi sana wamepotea kutokana na ajali ya mitumbwi, na hata hivyo kuna daraja ambalo lilikuwa liko la miti. Kwa hiyo kwa sasa hivi kiujumla tumepata daraja hili, tunatoa shukrani za upendo wa dhati ili kwa sababu tuweze kutunza hiki chombo. Kwa ujumla sisi wote watumizi, sio sisi tu wakazi wa hapa, ni wakazi wa aina mbalimbali, na mazao mengi yatakaweza kuvunwa na kutolewa kwenda katika mikoa mpaka. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.